Karibu upate elimu ya Biblia ili ukue kiroho. Tafadhali usisahau kusubscribe ili upate notification au taarifa mara tunapo upload au pandisha mafundisho. Leo tutatafakari somo kuhusu ukweli. Tutaongozwa na neno la Mungu kutoka kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 16 mstari wa 1 hadi wa 10. Na maneno ya Mungu mtakatifu yanasema: katika mwaka wa 36 wa kutawala kwake Asa, Baasha mfalme wa Israeli akapanda juu ya Yuda akaujenga Rama, ili asimwache mtu yeyote kutoka wala kuingia kwa Asa mfalme wa Yuda. Ndipo Asa akatoa fedha na dhahabu katika hazina za nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme, akampelekea Ben-Hadad mfalme wa Shamu aliyekaa Dameski, akasema: kwangu na kwako na liwe agano kama lilivyokuwa kwa baba yangu na baba yako. Angalia, nimekuletea fedha na dhahabu. Basi uvunje agano lako na Baasha mfalme wa Israeli, ili aniondolee mimi. Naye Ben-Hadad akamsikiliza mfalme Asa, akawapeleka maakida wa majeshi yake juu ya miji ya Israeli, wakapiga Iyoni na Dani na Abel Maimu kwa miji ya hazina yote ya Naftali. Ikawa Baasha aliposikia habari hiyo, akaacha kujenga Rama, akaikomesha kazi yake. Ndipo mfalme Asa akawatwaa Yuda wote, nao wakayachukua mawe ya Rama na miti yake aliyoijengea Baasha, naye akajenga kwa vitu vilivyo Geba na Mispa. Wakati ule Hanani mwonaji akamwendea Asa mfalme wa Yuda akamwambia: kwa kuwa umemtegemea mfalme wa Shamu, wala hukumtegemea Bwana Mungu wako, kwa hiyo limeokoka jeshi la mfalme wa Shamu mkononi mwako. Je, hao Wakushi na Walubi hawakuwa jeshi kubwa mno, wenye magari na wapanda farasi wengi sana? Lakini kwa kuwa ulimtegemea Bwana, aliwatia mkononi mwako. Kwa maana macho ya Bwana hukimbia duniani mote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliomkamilika moyo kuelekea kwake. Kwa hayo umetenda upumbavu, kwani tangu sasa utakuwa na vita. Ndipo Asa akamkasirikia mwonaji, akamtia nyumbani mwa mkatale, maana ameghadhibikia kwa sababu ya neno hilo. Na Asa akawaonea baadhi ya watu wakati ule. Mpendwa msikilizaji, ukweli ni tunu njema. Ukweli ni tunu njema kwa sababu kuwa mkweli ni kuishi katika uhalisia. Pamoja na kwamba ukweli ni tunu njema, watu wa kweli ni adimu katika jamii ya leo. Tunaishi katika ulimwengu ambao inawezekana watu wengi wanapenda kuwa wa kweli, lakini si kila mtu yupo tayari kubeba gharama ya kuwa mkweli. Hii inatokana na hofu na shauku ya kutaka kukubalika. Watu wanaosema ukweli hawapendi, mara nyingi huonekana ni wapinzani, wasaliti na tishio badala ya kuwa msaada. Hii inatokana na ukweli kwamba watu wengi hawapendi kusema na kuambiwa ukweli kuhusu jinsi walivyo. Hawapendi kuambiwa kuhusu makosa yao au mapungufu walionayo. Watu wanapenda kusikia wanachopenda kusikia na sio wasichopenda kusikia. Wanapenda kuambiwa mambo ya kuwafurahisha na kuwapamba. Matokeo yake ni kwamba unafiki umetawala katika maisha ya watu wengi. Unafiki ni adui wa maendeleo na ustawi wa jamii. Somo letu tulilolisoma ni sehemu ya simulizi kuhusu mfalme Asa wa Yuda katika Agano la Kale. Biblia inasema katika miaka 35 ya utawala wake, huyu mfalme Asa alikuwa kiongozi mcha Mungu. Alihimiza watu kumwabudu Mungu mmoja na kuacha kufanya ibada ya sanamu. Ukisoma mistari inayotangulia somo hili utapata habari hii. Hali kadhalika aliwahimiza watu kumtafuta na kumtegemea Mungu kwa uaminifu. Aliwahimiza watu kuzitia amri za Mungu na kufanya ibada ya kweli na kuacha matendo yote yanayomchukiza Mungu. Kwa ujumla, mfalme Asa alifanya mageuzi makubwa ya kiroho
na maadili katika taifa la Yuda. Katika kipindi cha miaka 35 ya utawala wake, Mfalme Asa alikuwa kiongozi aliyemtegemea sana Mungu, kama tunavyosoma ile sura ya 14 mstari wa 11. Kutokana na hali hii, taifa la Yuda lilistawi sana pasipo vita yoyote ile. Biblia inasema Mungu alikuwa pamoja nao, sura ya 14 mstari wa 15. Walipomgeukia Bwana katika njia zao, Mungu alionekana kwao, sura ya 15 mstari wa 4. Mungu akawastarehesha, sura ya 15 mstari ule wa 15. Wala hapakuwa na vita tena hata mwaka wa 35 wa kutawala kwake Asa, sura ya 15 mstari wa 19. Hata hivyo, katika mwaka wa 36 wa utawala wake, Mfalme Asa alimkosea Mungu. Hapa tunaona mwanzo wa anguko lake. Inawezekana Asa alilewa madaraka na mafanikio, kwani wakati mwingine madaraka na mafanikio yamewafanya baadhi ya viongozi, baadhi ya watu wajisahau na kuwa miungu watu. Mfalme Asa alifanya kosa gani? Kosa alilofanya ni kwamba alitoa rushwa ya fedha na dhahabu kwa mfalme wa Shamu ili alipendelee taifa lake la Yuda na kuangamiza maadui zake, kama tunavyosoma katika sura ya 16 mstari wa 1 hadi wa 6. Kwa kufanya hivyo, maana yake ni kwamba Asa alimwamini na kumtegemea mfalme wa Shamu kuwa kimbilio lake badala ya Mungu. Kitendo hiki kilimkasirisha Mungu aliyempigania na kumwezesha katika uongozi wa taifa lake. Kwa sababu hiyo, Mungu akamtuma mjumbe wake aitwaye Nabii Hanani, mwonaji Hanani, kama tulivyosoma katika somo hili, ili akamweleze mfalme Asa makosa yake. Nabii Hanani alitimiza wajibu huo, akaenda akamweleza Asa makosa yake, kwamba kwa hayo umetenda upumbavu, kwani tangu sasa utakuwa na vita. Sura hii ya 16 mstari wa 7 hadi ule wa 9. Mfalme Asa alipuuzia, alikaidi ujumbe wa Mungu. Badala ya kupokea ujumbe wa Mungu na kujutia makosa yake, Asa alimchukia Hanani. Chuki na hasira yake ilimsukuma kutumia madaraka yake kumtesa mtumishi wa Mungu Hanani na kisha kumfunga gerezani. Asa hakuishia hapo, bali akawaonea na watu wengine. Biblia inasema ndipo Asa akamkasirikia mwonaji, yani nabii, akamtia nyumbani mwa mkatale, maana amemghadhibikia kwa sababu ya neno hilo. Akawaonea baadhi ya watu wakati ule ule, sura 16 mstari wa 10. Maelezo haya yanathibitisha kauli ya mwanafalsafa aliyeitwa Plato, ambaye aliwahi kusema kwamba no one is more hated than he who speaks the truth. Watu wanaosema ukweli huchukiwa sana. Sasa, kutokana na vitendo vya ukatili alivyofanya mfalme Asa kwa mtumishi wa Mungu Hanani na watu wengine wasio na hatia, ghadhabu ya Mungu iliwaka juu yake. Mungu akampiga mfalme Asa kwa ugonjwa wa miguu. Ugonjwa huu ulimtesa kwa miaka mingi sana. Pamoja na kuhangaika kutafuta matibabu sehemu mbalimbali, kwa njia mbalimbali, lakini hakupona. Aliugua mpaka alipokufa, kama tunavyosoma katika sura hii ya 16 mstari wa 11 hadi wa 14. Ukaidi, kiburi na ukatili wa mfalme Asa ulimfanya kuwa na mwisho wenye mateso katika maisha na utawala wake. Mpendwa msikilizaji, tunaishi katika ulimwengu ambao watu wengi hawapendi kuambiwa ukweli. Kutokubali kuambiwa ukweli ni kizuizi cha mabadiliko ndani ya mtu. Wako watu ni wagumu kubadilika kama jiwe la mtoni, kwa sababu hawapendi kuambiwa ukweli na kujifunza. Namna yao ya kufikiri na kufanya mambo ni ile ile siku zote.
Kama tulivyosoma katika somo letu, kitendo cha Asa kutopokea ujumbe wa Mungu, maana yake ni kwamba alikataa kujifunza kutokana na makosa yake. Hakuruhusu mabadiliko ndani yake. Matokeo yake akawa mkatili kwa watu. Mara nyingi watu wanaosema ukweli huonekana ni wapinzani, wasaliti na tishio, badala ya kuwa baraka, badala ya kuwa msaada. Katika somo hili nitatoa mifano michache tu. Katika Biblia tunaposoma Mwanzo sura ile ya 39, tunapata habari ya Yusufu. Kijana yule Yusufu alifungwa gerezani kutokana na uadilifu wake na tabia yake ya kuwa mkweli. Tunaposoma katika Agano Jipya vitabu vya Injili, tunasoma habari ya Yesu Kristo ambaye aliteswa na kusulubiwa msalabani na dola ya Kirumi kama mhalifu kwa sababu ya kusimama katika kweli na kusudi la Mungu la wokovu kwa mwanadamu. Tunaposoma katika Agano Jipya kitabu kile cha Matendo ya Mitume, tunasoma habari za mitume wengi wa Yesu ambao waliteswa na kuuawa kwa sababu ya kusimamia au kusimama katika kweli ya neno la Mungu. Hata katika nyanja za siasa, na hapa nitatoa mifano michache. Mzee Nelson Mandela wa Afrika Kusini alifungwa gerezani miaka 27 kwa sababu ya kutetea maslahi ya haki za wa Afrika Kusini. Martin Luther King Jr. alifungwa jela mara 29 na baadaye aliuawa kwa sababu ya kutetea haki za kiraia nchini Marekani. Hata katika jamii ya leo wako baadhi ya watu waliofungwa jela, waliouawa, wanaoteswa, waliosimamishwa kazi, walioacha kazi, walioachishwa kazi, walioondolewa katika nafasi zao za uongozi kwa sababu ya kusema na kusimamia ukweli. Swali kubwa kwako na kwangu linaweza kuwa ni hili: je, tutapata wapi watu wa kweli kama hawa katika jamii ya leo? Mpendwa msikilizaji, ni muhimu kutafakari sana kwa makini ujumbe huu. Somo letu linahusu tunu ya ukweli. Mungu ndiye chanzo cha ukweli kamili. Yeye mwenyewe anasema ni Mungu wa kweli katika Zaburi ya 31 mstari wa 5. Ukweli katika jamii yetu ya leo unaweza kufunuliwa na Mungu mwenyewe kwa njia ya watumishi wake, kwa njia ya maandiko matakatifu na watu wengine aliowachagua. Mtu anapokaidi ujumbe wa Mungu anajiweka katika mazingira yasiyo salama mbele za Mungu. Ukweli siku zote unatuepusha na ghadhabu ya Mungu. Kwa kutambua hili, Yesu Kristo anasema, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Yohana 8:32. Tunaishi katika ulimwengu ambao watu wengi wameacha kuisikiliza ile kweli. Kama Timotheo alivyoandika katika Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 3 na 4, watu wengi wameendekeza uongo, majungu, fitina. Tabia hii ni chukizo kwa Mungu. Biblia inasema midomo ya uongo ni chukizo kwa Bwana, bali watendao uaminifu ndio furaha yake. Mithali 12 mstari wa 22. Mpendwa msikilizaji, napenda kukuuliza maswali haya. Je, wewe ni mkweli? Je, unapenda kuelezwa ukweli? Kila mtu anaweza kuwa na jibu lake. Maswali haya yamsaidie kila mmoja wetu kujitathmini. Ni hakika kwamba ukweli ni mchungu na una gharama zake katika jamii ya watu waongo. Lakini ni muhimu ukweli usemwe, kwa sababu gharama za kutokuwa wa kweli ni kubwa zaidi katika maisha na jamii kuliko ukweli wenyewe. Moja ya gharama kubwa za watu kutokuwa wa kweli ni usaliti, ugomvi,
kuongezeka kwa ubinafsi na unafiki katika jamii. Mara nyingi ukweli usiposemwa na uongo ukaendelea, uongo hugeuka kuwa ukweli. Ni kwa mantiki hii mwanafalsafa aitwaye Aristotle aliwahi kusema maneno haya na nukuu: ukweli wowote una gharama kubwa. Usiogope kuufia ukweli kama unaupenda. Usiwepo kwenye hofu ya kupoteza vitu au watu unapochagua kuwa mkweli kwenye jamii ya watu waongo. Mpendwa msikilizaji, Mungu kupitia somo hili anakualika, ananialika na mimi, anatualika sisi sote kuwa wakweli wa nafsi zetu, wakweli wa maisha yetu, wakweli wa maisha ya watu wengine. Ukweli ni tunu njema inayodumu. Ukweli unajenga kuaminiana, heshima, umoja na mshikamano miongoni mwa watu na jamii kwa ujumla. Ukweli ni tunu ya maendeleo. Kwa hiyo Mungu anatukumbusha kuupenda ukweli na kuwatazama kwa jicho la wema watu wanaosema ukweli. Mara nyingi watu wa jinsi hii wanatuimarisha, wanatusaidia tusibweteke, tujitambue, wanatusaidia pia tufahamu mambo ambayo hatuyafahamu kabla. Mtu mmoja alisema maneno haya, na nukuu, akasema, usidharau maneno ya mtu mlevi, kwani hata katika ulevi wake anaweza kuwa na ujumbe wa kukusaidia. Jambo la msingi ni utayari wa kusikiliza kwa makini. Mtu anayekueleza ukweli anakupenda. Anakueleza ukweli ili usiharibu. Anakueleza ukweli ili usiharibikiwe. Pia anapokueleza ukweli anakuimarisha, kwani hakuna binadamu asiyekosea katika maisha haya. Err is human. Err is human. Ogopa watu wanaosema ndio au wanaokusifu kwa kila jambo. Waogope kama korona, kwa sababu wengi wao ni wanafiki. Ukiwa nao wataonyesha sura ya kuwa pamoja na wewe, lakini ukiwa haupo au ukigeuza kisogo tu, ni watu tofauti kabisa. Watu wale wale waliokusifu na waliojifanya wako pamoja na wewe wanaweza kukugeuka na kukuumiza. Mara nyingi watu wengi huumizwa na watu wanaodhani ni watu wao wa karibu. Chukua tahadhari. Kwa kutambua hayo, Yesu Kristo aliomba akisema, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Yohana 17 mstari wa 17. Amen. Tafadhali usisahau kusubscribe ili upate notification au taarifa mara tunapo upload au pandisha mafundisho.